Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama. Tafadhali kama bado haujasubscribe na kuomba usubscribe ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii. Leo kuna kitu ambacho nataka twende kuangalia, madhara ya TV, madhara ya TV. Sio kila kitu ambacho unakiona mwana wa Mungu inatakiwa kukishadadia. Kuna vitu vingine inabidi uwe makini sana. Kwa TV unapoangalia lazima uwe makini. Sio kila kitu ambacho unapaswa kuangalia. Kama umedhamiria kwenda mbinguni na umedhamiria kuishi maisha masafi ya kumpendeza Mungu, angalia sana vile vitu ambavyo unavifuatilia kwenye TV. Angalia sana vile ambavyo unavifuatilia kwenye TV. Kwa sababu usipokuwa makini utajikuta unafanya mambo ambayo hata yampendezi Mungu, kwa sababu haujui madhara ya yale ambayo unaoyatenda. Hujui madhara yale ambayo unayatenda ama yale unayoyafuatilia, haujui madhara yake. Nataka nikwambie kitu mwana wa Mungu, ili kwamba uweze kuelewa namna Mungu alivyotuumba, na shetani anatumia teknolojia, anatumia pia ukisasa ili kutuondoa katika mpango wa Mungu kwa ajili ya TV, kwa ajili ya hata mitandao ya kijamii ambayo za kuwa unafuatilia. Na mitandao ya kijamii sio kila kitu unatakiwa kufuatilia. Ukiingia kwa mitandao ya kijamii, ingia ukijua kwamba unataka kufuatilia nini. Sio kila kitu unachokiona inabidi ukiangalie. Maana unaona nini? Unaona nini? Maigizo unaangalia, movie unaangalia, nini unaangalia. Lazima ukiingia kwa mitandao ya kijamii, hata hii YouTube ambayo unaiangalia, lazima pia uangalie. Ukiingia kuwa makini sana, usio kila kitu ufungue. Angalia yale ambayo yanaweza kukujenga kwenye imani yako, ili kwamba angalia ambayo yanaweza kukujenga kwenye imani yako, ili kwamba uendelee vyema, uendelee mbele, uendelee kukua. Mambo mengine ambayo ukiona unakiafungua ukiangalia, utakuwa utazidi kujirudisha nyuma na kuendelea kuishi maisha ambayo sio maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, kwa sababu ya vitu ambavyo unaweza kuwa unavifuatilia kwenye mitandao hii ya kijamii. Kwa hiyo kuwa makini sana. Sio kila kitu ambacho unachokiona unatakiwa kukifuatilia. Vitu vingine inabidi unaviacha, usivifuatilie. Acha viende, usivifuatilie. Kwa kitabu hiki cha ni Mathayo. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Mathayo, sura yake ni ya 12, mstari wake ni wa 34 na 35. Na kuomba usikilize hiki, alafu nikwambie jambo. Hapo utakuwa makini sana. Inasema, enyi uzao wa nyoka, mawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Sikia, kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Kile ambacho kimejaa ndani ya moyo wako ndicho ambacho kinywa kinanena. Kinywa ndio kinanena. Kwa hiyo kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Sasa kwenye 35 sikia ama anavyosema, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa nini? Hutoa mabaya. Hapa nakuwa naangalia, ukiwa naangalia huku ninaangalia saa, ili kwamba nisichukue muda, kwa sababu kuna muda ambao nimepanga nimalize.
Kwa hiyo ukiona hapa neno Mungu anavyosema kwamba mtu mwema katika akiba njema hutoa nini? Hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mema. Sasa hiyo akiba inaingia vipi? Yale ambao unayoyaangalia ndio yanaingia kwenye moyo wako. Hiyo ndio inakuwa akiba. Kwa hiyo hayo ndio ambao utakao yanena. Yale ambao unayoyaangalia, hayo ambao unapenda kuyafuatilia, hayo ndio ambao utakaye kuwa unayanena. Kwa sababu mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya, na mtu mwema katika akiba njema hutoa mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya, na mtu mwema katika akiba njema hutoa nini? Hutoa mema. Kwa hiyo lazima uangalie vitu ambavyo unafuatilia, kwa sababu hiyo ambavyo unafuatilia sana ndivyo ambavyo unavyoishi. Usijichanganye ukajidanganya kwamba mimi naangalia tu. Hujajiumba wewe, Mungu amekuumba. Mungu ndio amekuumba. Kwa hiyo kuwa makini sana. Usiseme kama inaangalia tu baadaye nitamaliza itaishia hapo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, uwe makini sana kwamba sio kila kitu unachokiona, iwe kwenye TV, iwe kwenye mitandao ya kijamii, kwamba unabidi ufuatilie vitu vingine, na basi usifuatilie kabisa. Achana navyo. Epuka. Kwa sababu gani? Adui anajua hilo, kwamba mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Ndio maana hataki ufuatilie vitu vya muhimu, anataka ufuatilie vitu vibaya, ili kwamba uweke akiba mbaya, siku moja uropoke tena ambayo ni hata ambao utamani uyaongee. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa nini? Hutoa mabaya, na mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Kwa hiyo mwana wa Mungu, leo nimependa nikushirikisha jambo hili kwamba uwe makini. Tuko safarini, ni lazima tukumbushane. Usisahau. Mimi ni mjumbe wa Mungu, na kuambia habari ambazo zinaweza kukuweka salama, kwa sababu hii ndio kazi yetu ambayo Mungu ametupatia. Anajua ukisikia ukaamini, Mungu atakubariki sana, na ukibadilisha mtindo wa maisha yako, ukawa sasa ukaanza kujidhibiti kwamba hiki natakiwa niangalie, natakiwa siangalie. Nikiingia YouTube natakiwa niangalie nini? Na bahati nzuri YouTube wanajua kila ambacho unapenda kuangalia ndicho ambacho wanachokuletea hicho. Kwa hiyo ukipenda kuangalia mahubiri, utakuwa unakuletea tu mahubiri. Ukipenda kuangalia vitu ambavyo sivyo, utakuwa unakuletea hivyo. Bahati nzuri YouTube huwa ni labda uwe umesubscribe kwenye channel ambayo sio, hapo yeye utakuwa kila wakiposti utakuwa unaona, lakini vinginevyo kama ufuatilii vitaondoka, vitakuwa vinakuja vile ambavyo unavyopenda kuviangalia kwenye YouTube. Kwa hiyo mwana wa Mungu, iko hivyo. Leo nimependa tushirikishane hilo, kwamba angalia sana TV sio nzuri. Hata tunapokuwa na watoto, siku nyingine nadhani nitasema ili kwamba tuendelee kuwekana sawa, kwa sababu hatukosi kuzijua hila za shetani. Tutazijua hila za shetani, hata tuziseme na tuchukue umakini, ili kwamba tuweze kujua. Kuna madhara mengine nitakuja kuyasema ya TV, ili kwamba uweze kujua, na wewe utakuwa shahidi, kwa hiyo atakaye yasema. Kwa ajili ya muda leo nitaishia hapo. Na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.